Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei ametangaza kuwa kulipiza kisasi kwa kuuawa kwa baba yake na mtangulizi wake Ayatollah Ali Khamenei ni jukumu ambalo halitaepukika, akisema kuwa ni matakwa ya taifa la Iran na kwamba lazima litekelezwe. Kauli hiyo imekuja kupitia ujumbe wa maandishi uliotolewa kwenye akaunti yake ya Telegram baada ya shughuli ya mazishi ya Ayatollah Ali Khamenei iliyofanyika miezi kadhaa baada ya kuuawa katika mashambulizi ya anga yaliyotekelezwa na Marekani na Israel mnamo Februari 28 mwaka 2026. Katika ujumbe huo, Mojtaba Khamenei alisema taifa la Iran halitasahau damu ya viongozi wake waliouawa wala maelfu ya wananchi na wanajeshi waliofariki wakati wa vita hivyo. Alisema kumbukumbu ya waliopoteza maisha itaendelea kuwa sehemu ya historia ya taifa hilo na kwamba viongozi wa Iran wataendelea kusimamia kile walichokiita haki ya kujibu mashambulizi yaliyofanywa dhidi ya nchi yao. Tunaapa kulipiza kisasi kwa damu ya kiongozi wetu shahidi na mashahidi wetu wa vita hivi viwili kutoka kwa wauaji wahalifu na waliodhilika, alisema katika ujumbe huo. Aidha, alisema kuwa kisasi hicho hakitategemea uwepo wake binafsi au viongozi wengine waliopo madarakani kwa sasa. Tuwepo au tusiwepo, jambo hili litatekelezwa hivi karibuni. Watu wanaopigania uhuru duniani kote watatekeleza kila mmoja sehemu yake ya jukumu hili la kimungu, aliongeza, akimaanisha kuwa anaamini wafuasi na washirika wa Iran katika maeneo mbalimbali duniani wataendelea kusimamia malengo ambayo baba yake alikuwa akiyahubiri. Kauli hiyo imekuja wakati Iran bado ipo katika kipindi cha maombolezo kufuatia kifo cha Ayatollah Ali Khamenei aliyekuwa ameiongoza nchi hiyo kwa takriban miaka 37 kabla ya kuuawa katika mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyoanzisha vita vikubwa kati ya pande hizo mbili. Mazishi yake yalifanyika baada ya siku kadhaa za shughuli za maombolezo katika miji mbalimbali ya Iran na Iraq, huku maelfu ya wananchi wakijitokeza kushiriki maandamano ya kuaga mwili wa kiongozi huyo. Shughuli hizo za mazishi zilihudhuriwa na viongozi wa kisiasa, kijeshi na kidini wa Iran pamoja na mamia ya maelfu ya waombolezaji waliomiminika mitaani wakibeba bendera za Iran na mabango yenye picha za Ayatollah Ali Khamenei. Katika hotuba na ujumbe mbalimbali uliotolewa wakati wa shughuli hizo, viongozi wa Iran walisisitiza kuwa sera za taifa hilo hazitabadilika licha ya mabadiliko ya uongozi. Mojtaba Ayatollah Ali Khamenei, ambaye alichukua nafasi ya baba yake baada ya kifo chake, ameendelea kuonyesha msimamo mkali dhidi ya Marekani na Israel, akiahidi kuendeleza sera na kupinga kile Iran inachokiita uingiliaji mataifa hayo katika masuala ya Mashariki ya Kati. Kauli yake inaashiria kuwa uongozi wake bado utaendelea kufuata mkondo ule ule wa kisiasa na kijeshi uliokuwa ukisimamiwa na Ayatollah Ali Khamenei. Wakati huo Marekani na Israel zimeendelea kutetea mashambulizi yao dhidi ya Iran, zikisema yalilenga kuharibu miundombinu ya kijeshi na programu za nyuklia za taifa hilo, wakidai kuwa hatua hizo zilichukuliwa kwa sababu za kiusalama. Iran imekuwa ikipinga madai hayo na kuyataja mashambulizi hayo kuwa ni ukiukwaji mkubwa wa sheria za kimataifa na uhuru wa taifa. Kauli ya Mojtaba Khamenei imezua taharuki kubwa katika Mashariki ya Kati, huku wachambuzi wa siasa za kimataifa wakionya kuwa vitisho vya kulipiza kisasi vinaweza kuongeza hatari ya kuibuka kwa mzunguko mwingine wa mapigano kati ya Iran, Marekani na Israel. Hata hivyo, kwa msimamo ulioonyeshwa na kiongozi mpya wa Iran, inaonekana Tehran bado haijaonyesha dalili za kuachana na sera yake ya kujibu mashambulizi dhidi ya viongozi na maslahi yake, jambo ambalo linaifanya dunia kuendelea kufuatilia kwa karibu hatua zinazofuata katika mgogoro huo uliobeba athari kubwa kwa usalama wa Mashariki ya Kati na dunia nzima kwa ujumla. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.